Sakata la kisheria linalomkabili mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM Melkisedeki Kaijage limeendelea kuibua mijadala mipana nchini baada ya aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Dr. Ayub Rioba Chacha kuibuka na kutoa tahadhari kuhusu usalama wa uhuru wa mawazo na fikra huru katika taasisi za elimu ya juu. Kauli ya Dr. Rioba inakuja kutokana na hatua ya mhadhiri huyo kutuhumiwa kufanya kosa la ugaidi, hatua inawafanya wadau wa haki za binadamu na wanazuoni kufuatilia kwa karibu mwenendo wa shauri hilo. Katika andiko lake alilolitoa kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Dr. Rioba amefafanua kuwa ingawa hana uhakika wa kina kuhusu maudhui ya tuhuma zinazomkabili mhadhiri huyo wa UDOM, taifa halipaswi kuruhusu hali hiyo ya kujenga hofu inayoweza kuminya fikra huru. Amenukuliwa akisema, "Sina uhakika na aina ya maudhui ya mhadhiri wa UDOM anayetuhumiwa kwa ugaidi, lakini ninashawishika kusema kama taifa tusijiruhusu kufika huko. Tutakuwa taifa la watu wajinga sana tukifika pahala tukadhani uhuru wa kufikiri, kuhoji na kukosoa unamilikiwa na watu fulani," ameandika Dr. Rioba. Mwanahabari huyo mkongwe na msomi amesisitiza kuwa jukumu kuu la elimu ya chuo kikuu ni kuwajengea uwezo wa kutafakari kwa kina wale wanaosoma. Ameongeza kuwa mchakato huo wa kitaaluma lazima ufanyike kwa misingi ya kisomi na sio vinginevyo. Hata hivyo, Dr. Rioba amenyoosha kidole pia kwa upande wa wanazuoni, akieleza kuwa endapo uchambuzi au utoaji wa taarifa unafanyika kwa mfumo wa harakati zisizo na tafakuri sahihi, nayo inakuwa ni changamoto nyingine. Akihitimisha hoja yake, Dr. Rioba ameeleza msimamo wake wa kutosimamia au kuunga mkono hatua yoyote inayolenga kudidimiza uhuru wa kutoa maoni, akitaja kuwa uhuru huo ndiyo nguzo kuu ya mfumo wa kidemokrasia. Anaendelea kusema, "Siamini kabisa katika jitihada zozote za kufifisha uhuru wa mawazo au maoni katika demokrasia na haswa katika vyuo vikuu," ameandika Dr. Rioba. Ikumbukwe kuwa Kaijage alikamatwa tarehe 8 ya mwezi Julai mwaka 2026 kwa tuhuma za uchochezi wa maandamano ya umma ya tarehe 7 ya mwezi Julai, kosa ambalo awali alinyimwa dhamana. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment maoni yako, itakuwa vyema na swadakta sana. Sakata la mhadhiri wa UDOM la muibua Dr. Rioba atoa tahadhari. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.